Pamoja na uboreshaji wa miundombinu hii, pia mradi huu una kipengele cha kujengea uwezo taasisi zote za wizara, TARURA pamoja na halmashauri za miji husika kupitia mafunzo mbalimbali yanayolenga kuboresha utendaji kazi, ufanisi wa huduma mbalimbali kwa jamii, pamoja na kununua vitendea kazi kama vile magari ya usimamizi na ufuatiliaji, monitoring and evaluation, pamoja na kuhuisha mifumo ya ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo kwenye kipengele hichi, Mheshimiwa mgeni rasmi, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda atanunuliwa magari 4 ambayo atayatumia kwa ajili ya usimamizi wa miradi hii ya TACTIC. Hitimisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa TACTIC utaleta manufaa makubwa kwa manispaa yetu ya Mpanda na miji mingine wanufaika nchini. Uboreshaji wa miundombinu yetu hii, hasa barabara zetu hizi, utachagiza usafiri na usafirishaji katika manispaa yetu, pamoja na kuchagiza biashara na kwa wakazi mbalimbali wa manispaa yetu na wageni mbalimbali wanaoingia na kutoka katika manispaa yetu. Pia huduma za usafiri zitaboreshwa na kuwa rahisi kwa makundi mbalimbali. Changamoto za mafuriko ambazo zimekuwa zimesheheni katika maeneo mengi zitaondoka kabisa, na hivyo kuboresha maisha ya wakazi. Mradi huu pia utaongeza fursa za ajira na kuchochea ukuaji wa uchumi na kuboresha hali ya biashara katika maeneo husika, hivyo kuchangia maendeleo ya muda mrefu ya jamii na taifa kwa ujumla. Kwa ufupi, kwenye eneo hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatarajia kwamba mkandarasi atakwenda kutoa ajira za wakazi wengi wa eneo hili la Mpanda na maeneo ambayo miradi hii inapita. Kwa hiyo wakazi wa eneo la Mtwara, hasa mafundi na wale watendaji mbalimbali, tujiandae kwa fursa hii ya ajira kupitia utekelezaji wa mradi huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, naomba niishie hapa, naomba kuwasilisha. Asante. Na sasa tumepata tena awamu hii mradi mkubwa kabisa wa heshima wa barabara za lami kilomita 8.4. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Pia nishukuru wizara yetu ya TAMISEMI kwa namna ambavyo wameendelea kuratibu shughuli mbalimbali, wameendelea kuratibu upatikanaji wa fedha za miradi yote iliyofanyika katika mkoa wetu ambazo zimepita katika serikali zetu za mitaa pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa. Maboresho haya yanakwenda kutufikia sisi wananchi tunaoishi hapa Mpanda, lakini na wenzetu wengine ambao wanaishi nje ya mji huu wa Mpanda. Tutaweza kusafirisha mazao yetu, mbolea zetu, mbegu zetu, mazao madogo madogo yale ya bustani, viazi, nyanya, karoti na kadhalika, kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Na kwa maana hiyo kwenda kukuza maisha ya mwananchi mmoja mmoja, kwenda kukuza uchumi wa wilaya hii ya Mpanda na mkoa wa Katavi kwa ujumla wake, kupendezesha mji wetu zaidi, manispaa isomeke manispaa, lakini ni pamoja na kupendeza. Nimefurahishwa sana na kuridhishwa sana na taarifa iliyotolewa hapa na mhandisi kutoka TARURA makao makuu, ikionyesha kwamba si ujenzi wa barabara peke yake na kuiacha ianze kubomolewa na mafuriko ya mvua. Barabara hizi ameeleza vizuri kwamba zitaambatana na ujenzi wa taa za barabarani. Kwa hiyo wananchi wa Nsemulo, mkiwa mojawapo na zile barabara nyingine zote zilizotajwa, mataa yatakuwa yanawaka maeneo haya ambako barabara hii inapita. Hapo vipi? Lakini pamoja na hayo, mifereji ya kisasa mizuri pande zote mbili za barabara hizi za lami ili kuzilinda barabara hizo, lakini pia kuepusha mafuriko kutokea kwenye makazi ya wananchi ambao mradi huu utapita kwenye maeneo yao. Hili nalo ni jambo lingine kubwa ambalo ni moja kati ya shughuli zitakazofanyika kwenye mradi huu wa ujenzi wa barabara.